Kwa majina naitwa Musa Chidinda, ni manager nasimamia sehemu ya usimamizi wa usafi wa mimea na karantini. Niseme kwamba nawakaribisha wadau wote wa kilimo waje kwenye maonesho haya ya Nane Nane hapa viwanja vya Nzuguni Dodoma, wajionee teknolojia mbalimbali za kilimo ambazo zinasaidia katika uzalishaji, kuongeza tija na vitu vya namna hiyo. Katika banda la afya mimea na viuatilifu Tanzania, wasikose kufika, wajionee vifuatavyo. Waje wajionee ni jinsi gani tunafanya uchunguzi wa kutambua magonjwa na matatizo shambani kwa kutumia teknolojia mpya kabisa ya DNA sequence ambayo tunafanya live. Tunachukua kwenye mashamba yetu hapa ya uzalishaji Nzuguni, tunachukua sampuli hizo tunazichakata na tunapata matatizo yote ambayo yapo hapa, hata yale ambayo unaweza usiyaone. Mmea unaweza ukawa una afya lakini ukawa na matatizo, kwa hiyo pia unaweza tukapata hivyo. Lakini haitoshi, watakuja kujionea vifaa mbalimbali vya ukaguzi wa afya ya mimea katika mipaka. Watakuja kuona sampling spear za aina mbalimbali, wataona moisture, vya kupima moisture meter za aina mbalimbali, wataona dry matter kits za aina mbalimbali ambazo tunataka wauzaji wa parachichi waweze kupeleka parachichi zenye ukomavu unaotakiwa, usio umepitiliza, usio uko chini. Lakini waje wajione teknolojia tunazotumia za drone kufanya udhibiti kwenye maeneo ambayo yameathirika na visumbufu, lakini waje wajione drone ambazo zinafanya surveillance, yani zinazunguka, zina map au zinabainisha yale maeneo ambayo yana visumbufu, zinaleta picha, tunachambua picha live na kuhakikisha kwamba tunaambia kwamba katika eneo hili kuna visumbufu gani. Lakini haitoshi, waje waone mbinu mbalimbali za kudhibiti panya na aina mbalimbali za panya tulizonazo. Tuna aina mbalimbali za panya, tuna panya mashambani, tuna panya majumbani, tuna aina za panya zingine ambazo zinapatikana maabara kwa ajili ya majaribio, panya weupe. Waje waone. Lakini haitoshi, waje waone ndege wanaowasababishia uharibifu mkubwa kwenye mazao kama ya uwele, mtama na mpunga, ndege tunaita kwerea. Waje waone, waweze kujua kwamba kwerea dume anafananaje, kwerea jike anafananaje. Je, na mashambulizi ya kwerea yanatokeaje katika mashamba yetu? Tunawaambia kwamba kwerea ni ndege mharibifu. Huo uharibifu wanaofanyaje? Waje wapate hiyo elimu kwamba anaweza kwerea mmoja mwenye watoto ambaye kwenye kiota anaweza kuharibu gramu 5 na anaweza akala gramu 5 na makundi yanakuwa zaidi ya mamilioni. Kwa hiyo waje wapate hiyo elimu ili waone ni jinsi gani tumejipanga. Lakini haitoshi, kwenye eneo la viuatilifu waje wajionee ni njia gani wanaweza kazitumia kuhakikisha wanafanya matumizi sahihi ya viuatilifu. Lakini waje waweze kutambua bidhaa za viuatilifu ambazo ni sahihi. Jinsi gani wataweza kutambua hii ime-expire, hii haija-expire. Jinsi gani wataweza kutambua hii imethibitishwa na TPHPA, hajathibitishwa na TPHPA kwa kuangalia tu kibandiko au lebo. Na jinsi gani wanapofanya udhibiti, ni baada ya muda gani waweze kuingia kwenye shamba. Kama umepulizia shamba, ni baada ya muda gani uweze kuingia ili usiweze kuathirika. Na je, baada ya kupulizia ni muda gani uweze kutumia lile zao, na ina faida gani ukifanya hivyo? Kwa hiyo waje wajionee mambo mbalimbali tumewaletea hapa na jinsi ya kujikinga ukiwa unafanya huduma za viuatilifu. Na wakaribisha sana wadau wote wa Dodoma na viunga vyake pamoja na mikoa mingine ya jirani kuja kwenye banda la afya ya mimea Tanzania ili kujionea ubora wa huduma tunazotoa kwa wananchi wa Tanzania katika kulinda afya ya mimea na viuatilifu.